Hey, ni aje wasi. Ni Prince tena. Another day, another time. Tumekutana mara ya. Ni 4 ama 5 sasa. Doing good. I like the what you guys are doing. Muna ni psych. I like the subscription. I like the likes. Na ma inbox muna ni jenga jo. Hii mambo inakam inbox ni ya kwenda farthest. Hii ni bogi ya kwenda farthest. SGR. Hapana machezo. Tuseme first class. Is your business ama ini sijui inaitwa nini VVIP class. Talking about bogies. Nimekumbuka do something kabla sijaingia kwa story mob. Hii mambo ya kwenda Mombasa, nyinyi watu wa Nairobi mmenichosha bana. Nyinyi watu kwenda coast. Mnanifurahisha. Mnatoka hapa Nairobi, yani mmejipanga, mko na madili zenyu. You overdoing it. You overdoing it. Relax. Take it easy. Mombasa ni tao tu kama Nakuru hapa ama Gedhumo huko. Unatembea. Kwanza nyinyi maanti wa Haria, guy. Ninakwambia ndio anti wa Haria fulani hapa amebeba kabenten. Amebeba kabenten ameenda Mombasa. Ile excitement nafikiri ni mara ya kwanza. Tumekubali uko na hardware. Umeuza vitu, pesa iko. Sasa tuende round public holiday. Shateremka na mtu nyinyi ndio hao. Umeenda pale. Sasa shida ni kwamba wakati mnaenda kwa beach pale from the hotel block from my window to the other window. Mimi na ndio anashika amevaa zile ma blocks zile ma wedges. Si nilichoka yangu yote. Wote atembeaje na wedge kwa sand. Na ukosida mpodo piga ma lipstick nini makuta unakaa kama scarecrow na wedge kwa sand. Si ilisink. Kutembea sana tena kama flamingo. Kini watu wa Nairobi umezidi boys naye mara kwanza aliona pamoja, the second time jamaa amepotea. Bahati wari alikuwa peke yake. Boy nikajua tu nikajijazia from hotel block yangu na ile happy ilikuwa inakula hapo, jamaa amepotea, ameenda action king yake man solo bila mzigo. Sasa mnasema watu wa Nairobi please before you travel somewhere do research. Fanya research. Unajua hii ni internal. Sasa jamaa amekuja na suti. Jamaa kwa beach na suti, amekuja longi mpaka hapa juu. What the hell? Come on. Be serious. Do a research. Find out what is needed. Wewe nyonga suti na ile joto yote ya customers. Alafu muenda nao kwa beach ati. Etai ndiye ametoa sasa. I think that one must have been a politician. That one was an MCA or something. So I'm just saying tujipange. Hii mambo ya Mombasa hii. Mimi mwenyewe nikija coast. Juu kuna kitu moja nimesikia. Ati lazima tukunywe supu ya pweza. Na vile ni kwa mtu hii kwa nasema kayak. Pweza ni octopus for those who don't understand. I was told it's healthy. Inafungua akili ya mtu, unafikiria very well, you become sharp. IQ yako inapanda. Ama kuna kitu kingine inapanda apart from that. Wewe kama unajua wewe utaniambia ni nini hiyo ina climbing. Mimi mwenyewe mimi najua nitakuwa na IQ sharp, nitapanda nitakuwa niko set. So before you go, without much further ado, hiyo coast trip I will include you. Tutaenda pamoja live. Wacha mambo yangu kwa kona kwa green and orange zote mshanizoea. I have to take you guys outside. Outdoors. Majama, ni Prince Kadabra hapa. Nimerudi na vishindo. Lakini raundi hii ni kuambia tu vile kutaenda. Subscribe. Unajua hiyo subscription is the fuel that keeps me going. Hiyo ndio kama jet fuel. Hakuna ndege ita take off bila fuel my friend. Uosha na mathiri inasonga bila petroli. Hii sasa ndio ile mathiri yetu. Ama ile ni ile keja yetu. Hakuna nyumba inaweza jengo bila simiti. Sasa fanya hivi. Simiti yenu na kwangu pia hapa ni kusubscribe. Press that thing. Eriko, Deda, I'm a very happy man. Your suggestion has been taken into consideration. Hii kitu tutaweka publicly vile umejaribu kusuggest. Tuache mambo ya kuweka kuona kwa ma groups ili tukiweka kwa page Facebook specifically that's what I'm talking about. Mtakuwa mnaweza kushare. Lakini pia kwa IG iko na all other available platforms. Mtakuwa mnaicheki hapo because we are growing bigger. We are not shrinking. We are growing man. Hata nini lazima iweka maji hivi ka grow. Ka plant lazima kawekeka ode ka grow. Sasa hii program ndio plant. Sio mimi nisha grow. Si mnaniona mimi kaka bafuni. Mimi niko seti. Sasa what we do apart from subscribing, share with your friends. You know what I'm saying? So next time all other programs ikikuja, ta make sure page iko,
ya FB tunaidrop pale, alafu we are going to be involved all of us together. Ama ni aje? Sasa gumzo, mimi ngojeni kwanza nisipu, mmenizoea na naongea tu para kama bodaboda ya Umo ile imetobolewa exhaust pipe. Piga kelele hapo usiku, bloody mother black nogo. Umebeba nani? Unangoja na gondi pikipiki na piga kelele. Tunajua kwa wewe mtu wa kufika home midnight kila siku. Mangoma zinadunda, sijui one man guitar, sijui hangla, sijui bulongo. Mpaka saa ngapi? Hiyo ni speaker kwa pikipiki, my friend. We'll discuss that another day. For now, we have other serious issues. Right now, I'm talking about kuhama. Nyinyi majirani, what is your problem? Mazebu, don't make me start now. What is your problem? Ati mimi nagura. Nimeamwasa mimi nagura. Alafu tunugu, okay, wacha nisioite tunugu. Tuseme tumodha tuingine. Okay, tumodha tu. Si dumadhe ama ni tu. Yaani curiosity iliua paka. Nyinyi mmebembea tu kwa varanda zenyu. Hii mambo ya kuishi flat mitaani ni crazy. Kwa varanda, asubuhi ni saa 2. Mtu ashaona tu ati mtungi ya tangi imetoka ile kale ka 10 liters. Unajua mmoja moto kuna shida ya ode. Ati drum ya kwanza imetoka, drum ya pili. Watu wamejaa kwa mavaranda, wanaoch movie, wameka miguu juu ya mastool, wako tu juu ya manjugu. Watakuona ule mshezi leo anajianika, tunamsoma. Nimeelewa mbona watu wa magi mchana. Mnaitana, mtu amepiga mwingine simu, oe. Prince anagura. Bloody black nogo, useless gossiping, idle-minded. Wacha nisimalize hiyo sentence, inaweza end up hii ni PG. Ati sasa ninagura. Tangi imetoka ile tank ya ode. Washakuwa curious, wamehangwa varanda wote. Everybody wants to see kwani huyu jamaa anagura. Anaguraje? Tunaita balcony sightseers au ni tourists. Yani wako unajua tourists kuna kitu kinatoka bird watching. What's your business, man? What's your business? Now let me tell you something because you don't know nothing. Watching how you're moving out, you know, vile nagura. Sasa the thing is this. Are they that idle? Are you that idle? Mtu curiosity yake anataka kuona mattress yako inakaagaje. Wenye mattress ya kustaff magitamba na nini. Sijui pamba, sijui Masai soldati ndio halale. My friends, this is serious business. Mtu ameketi tu hapa anataka kuocha. Unahama na nini? Mattress yako iko na map ya Africa. Iko na contours. Did you do geography, my friend? If I said contour, you should have understood me by now. Inamaanisha map imesimama kama Africa saidini, ocean saidini, mainland. You know what I'm saying? Hiyo ni urea. Mtu amechoma mattress. Shida ni kwamba sasa this neighbor. Yani you can even read their mind. Ushaka hivi unasoma akili ya mtu, anakuangalia na ushamsoma pia, unajua huyu mimi najua ile kitu anafikiria. Yeye kuread. Anashangaa. Huyu mtu ana watoi. Boy shout, you're in deep trouble, my friend. Una watoi, mattress iko na map ya Kenya, Uganda, Tanzania, borders, Mount Kenya, Pandei, Kilimanjaro, huku Mount Elgon. Yaani mattress imechomeka. Urea. Ama ni nini ulimwagia kwa mattress, my friend? Don't make me start asking some funny questions here. I want to know, what did you pour on your mattress? We have this tendency, especially during this COVID times. Atumeenda kulala, umeshika ka glass kako, unapiga umewaka Gilbis, unasahau. Siku hizi COVID ilitulemea wengine atufikagi Gilbis, tuseme KC. Mtu amepiga KC yake, ameanguka na amebleki kwa mattress imemwagika. Sasa hakuitoa kuikausha. You see, I'm trying to explain to you ladies, I'm not just talking. I am trying to explain to you that mkiona stain kwa mattress, tafadhali si ati mtu alinini ngonjoa edited. It is because pengine mtu alikuwa anakunywa soup ikamwagia kwa mattress, pengine mtu alikuwa anakunywa kabibia kake ama maji na kableki akalala. Na hao watu wa bigi hawana Macintosh. Unajua Macintosh ni kale kajua ndaka nafunika mattress, yani ili mtu akikojoa isionekane. All right, forget about that one. Back to the neighbors. Back to my sightseers. Ati mtu amekausha tu shingo hivi. Yeye shida yake ile kitu inamkula ni uko na jiko. Na ulikuwa unapikana na nini huyu jamaa na hama huyu? Ulikuwa unapikana na jiko ya makaa.
Ama ulikuwa unapikaga na stove? Bloody black ndogo. Which hiyo ni nini nakusumbua? Ati jamaa anapika na stove ya mafuta, ama anapika na stove ya makaa, ama iko na gas cooker. That is irrelevant questions. Then mtu uko so busy. If only we could tap that kind of mind to you channel your energy kwa kufanya progress, my friend. Hata hii mtatu ngekuwa mbali. Meanwhile, wakati unahangaika hivyo na mizigo zako, remember, nobody amekuja kusaidia aje suggest can I come down and help you to shift. Kitambo ilikuwa umeanza tu kutoka stool hivi na kakiti, majirani washafika. Roho safi. Prince, can we help you to move? Is there a problem? Unaenda wapi bro? We are sorry mazee, I'm so sad you're moving. I'm so sad you're moving. Squeeze, ni curtain tu inafunguliwa hivi, unaanatoka jicho. Unajua amesahau ati ali bleach. Hii side ni yellow. Ushaona kwa ile giza ni mbona sura ya yellow inapita pale. Si tunaingilia watu wa mkorogo. It's the trend. It's the trend. You want to become light? You want to become yellow? You want us to notice you? Well, we noticed you behind the curtain. Bloody black dogo. Shit. Sitasema hiyo. Which? I'm angry. My friend. Maybe it's okay. I'm laughing. Inaanza ile mche kama machozi inatoka. You guys, you make me mad. Actually, hizi happenings that are going on around zimefanya nimechizi mimi. Sasa wewe una pip. Hujakuja kunisaidia hata kubeba kikombe. Na uko critical. Huko nyuma ya kati unajua naweza na mdomo wako vile umejikunja. Unajua umepaka lipstick. So I can see yellow and red. Mnakopa Nigerian squeeze ati disgusted. Umekuja mdomo sasa zile gas cooker yangu ilitoka 4 plate bana. Boy shout. Niko mbele. Ibebebo hivi. Niko na mdomo ulikuwa na smile wakati ile na stove ilitoka, wakati jiko ilitoka uli smile. Lakini sasa zile gas cooker imetoka 4 plate bana full oven. My friend, niliona tu mdomo wako ilikuwa hivi. Anyway, that's besides the point. What I'm saying to you guys is that please let's assist each other. Let's be together on this one. Let's not be curious ati tunataka tu kujua mtu kuna shida gani ni unamsaidii. Sasa zile mtu anaamka ati anaanza kuona mashida zake anagura. There has to be an issue mbona anagura. Na usijaji mtu na zile vitu anabeba. Because I have noted wakati ile mtungi ilitoka asubuhi niko na sasa varanda kwanza kafunguliwa, ya pili kafunguliwa, ya tatu. So they are waiting to see huyu jamaa anataka kugura. You know, when now the real stuff is coming out, viti makabati zinataka kutoka. Huyu jamaa anataka kugura na mkokoteni, ama anataka kugura na wheelbarrow, ama anataka kugura na pickup. Unajua sasa hiyo kitu ilinipa stress sana. Ikabidi sasa tujipange na mambo hizo wangu, juu mimi vitu zangu zilikuwa clutter mob sana. Mangu za kitambo, mani za kitambo, viatu za kitambo. Zingine nikajaribu kupeana. Sasa in the process of nini hivi nikaona hapa these people are waiting for something. Now I am going to show them that I'm the one. You know, sometimes you just show them, it doesn't matter, show them. That's the word. Waonyeshe katika hiyo hali. Lori ilikam ya best yangu. Man Maina, nimekupa max. Wewe ni mtu ajabu. Wewe ulinipiga support ni kama sijafanya chochote yani. Uliamua tu kuchoka sotana. Lakini lori ilikam. Lori ile kwanza ile covered branded vitu ndani, all those curious vultures who wanted to see kama kuna sijui nini, kama miuka ile stool ama miuka ile kiti ya plastic, kama miuka ile, they saw nothing. I love this. I know you're dying because you already see this clip. Never. Sasa unapata ndio, that is the reason why people shift at midnight. And that is why there are different categories of shiftaji. Unapata hii kushift reasons ni affordability. Some people cannot afford. It's way too much. Times have been a bit hard. So sometimes it's way too much. You cannot afford. So utaki watu waone vile na huwezi kuenda na mkokoteni. So watu wana movie out at night. So inaitwa yani wacha niseme aibu. Kufunika ile aibu, unaona? Wengine nao unapata ndio huyo mwingine yeye anaamka usiku anahama. Si ati kwa sababu haizi afford hata hiyo mkokoteni ama nini. Hayuko hajalipa rent 3 months. Wacha ni whisper. Hajalipa rent 3 months. Are you understanding what I'm saying? Sasa juzi hapa Kamadha kelele inatokea kwa ploti ghafla bin vu. Hapo neighboring plot. Woi nini? Tukafikiria ni Wagondi. Si Wagondi. Kutoka hivi
Kumbe kuna ka mademoiselle kashupuka hapo hivyo, aliamua kuhama kitu saa 9 usiku. Yaani alipiga timing, hiyo plot kuna caretaker. Sasa caretaker kwa Mungu anafikiria ati wagondi wamevunja gate wanaingia. Juu unajua hata ukijaribu kusinikaje kuna vitu vingine lazima zigonge hiyo gate. Ziligonga gate. Caretaker ndio amefika kutoka hivi. Madam na hapa saa 9. Ile kitu ilirescue madam ni mabeste walikuwa pale. Wale walitoka usiku after hiyo kelele kusikia kwa my boys. Of course mimi nilikuwa nimetoka maraundi zangu, si unajua. Raundi zangu zile that are based on nation building. Si ati kuna raundi zile wanapiga. So jamaa wakamsaidia. Waliamisha mala na thorax. Twende. Who can take hata tuletea wo. By the way, you can take as you better understand, not everybody is having a good time. Wewe unaishi kwa nyumba umepewa free, wewe unakula sijui free. You know, rent. Come on now. Majob zimekatika bana. Pay attention maze. Sio wewe peke yake ati unasumbua watu. Huwezi chukua vitu za mtu unatupa kwa corridor. Umezitupa kwa corridor. Mattress ni na mtu kuna watu watatu. What the hell is wrong with you? What a black nogo. Confused jigger. Don't try that man. We don't like that bullshit. So anyway, hiyo kuponyoka usiku inakuwa ni currency ya kunaga. Si ati kwa kutaka kwa mtu. So that understanding is very important. Na nyinyi ma neighbors mnaangalia tu, saidia mtu kugura. Kama mlikuwa kama beste, at least mlikuwa mnaongeaga. Help somebody to shit. Don't just sit there and look at them. Are we together on that? I don't think I'm going to talk so much beyond that. The only issue, najua kuna kugura hii yetu ya local, lakini kuna kugura ingine. Ile kwenda Mobadha, unajua, ile holiday. Mobadha. Maji ya shube. Kuogelea. Maji ya shube. It's a serious one, my friend. Auntie Alexas, please. I hope you don't remember my face. But the thing is this. Wewe utavaaje wedges? Uingie nao kwa beach. Ati umeenda Mobadha for the first time. Umevaa dress ya Maxime viko huku sijui ni chiffon. Hizi mango zinakana nylon zinashika mwili hivi zikiingia kwa maji. Sio wameka upala. Naona kale ka Ben 10 kalipoteleaga. Na nyinyi mabudu wa masuti, please. Suti haivaliwi Mombasa. Nakuja longi mpaka kwa magoti, alafu unaingia nao kwa beach unajivaya umepiga masnap. Uko ndani ya maji mpaka kwa knee ankle. Anyway, guys, subscribe. You know, hapo ndio nilianzia. You remember? Sometimes it's good tumeenda full circle, nimezunguka nimerudi hapo mwisho. Subscribe. Like, comment. You know, actually much kwa comment zenyu very seriously. That's what happens. So when you comment, I take advantage of it and I know what you need and I go for it. Page ya FB coming soon. Just watch and see. Cheers.